Hakuna wakati atakuacha. Hakuna wakati atakuacha. Ataishi pamoja nawe. Wakati umesukumwa na mambo, unaona kufika mwisho kwako, ni vyema unaita neno la jina la Mungu. Hata wanafunzi wa Yesu, ukisoma katika kitabu cha Marko, Marko 4 katika mstari wa 35, wakati Yesu alikuwa anavuka bahari ile ng'ambo nyingine, alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Wakati walikuwa ziwani, kulikuwa na mawimbi. Na wakati mawimbi yaliwapata, yakaanza kuingia katika ile merikabu walikuwa nayo. Wanafunzi wa Yesu walianza kulia, wakakumbuka walikuwa na Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Na wakati walienda mahali alikuwa amelala, wakamwamsha, wakamwambia, sisi ni kuisha tunaisha, na wewe umelala tu. Na wakati Yesu aliamuka, aliambia bahari itulie, na bahari ikatulia. Wanafunzi wake waliona mwisho. Hata wewe sijui ni yapi unaona yakikumaliza. Wewe jua kuna Yesu mbinguni ambaye alikufa kwa ajili yetu. Na anasema wakati tunamuita, anatusikiza na atatubariki. Kwa hivyo usijalishe na ambao unapitia. Usijalishe na jinsi mambo yalivyo. Sisi tunaomjua Yesu ama tunamjua Yesu, anagoja tu tumuite. Kwa hivyo hiyo ulichukua nafasi yako, na mimi nitafuta nafasi yangu. Na wakati tunamuita, mambo yote yanakwenda vizuri. Kwa sababu Mungu akiwa pamoja nasi, hakuna jambo linaweza tushinda. Nilikuwa nasoma maandiko mengine. Naona wakati mji wa Nineve ulikosea Mungu, na Mungu akafika mahali atatuma na Jona. Wakati Jona alitumwa, alikataa kwenda, na akaenda mji mwingine. Ila Mungu hakumwacha afike mahali alikuwa anaenda. Akatolewa, akarushwa kwa maji. Wakati alitupwa kwa maji, alimezwa na samaki. Naye Yona akaona yeye mwisho wake, lakini akakumbuka ombi moja. Ukisoma katika Yona 2, hiyo yote ni kuomba aliomba. Anaambia Mungu, ninakuita, na wakati nilikuwa kwa shida nilikuita, na ukanisikia, na ukaniokoa. Kwa hivyo hata wakati huu niko katika tumbo ya samaki, wewe ni wewe naita, uniokoe kutokana na hapa. Kwa sababu Yona alikuwa ameona mwisho wake. Naye Mungu alisikia maombi yake, na akaenda akatapikwa huko Nineve. Wakati alikuwa ametumwa apeleke neno la Mungu, na kufurahia Mungu sana. Kwa sababu wale watu wa Nineve walikuwa wamekosea Mungu, na Mungu akaona atume mtumishi wake ili awaambie kwa muda wa siku 40 atakuja kuangamiza. Na wakati mfalme wa Nineve alisikia maneno ya Jona, alisikia uchungu mwingi sana. Akabeba ile jambo na uzito. Kwa sababu ya jambo lile, alitangaza katika mji wake, katika hizo siku 3, kwa
kiumbe chote kilicho uhai, hakuna kitu kitakula ama kukunywa. Wakatoka kwa barabara wakavaa magunia, wakajipakanisha kuonyeshana huzuni yao mbele ya Mungu. Wakajitoa mbele ya Mungu, wakaomba Mungu. Ananena katika Jona 3. Ukisoma chapter 3 yote, jinsi walivyojiwachilia mbele za Bwana, wakaomba. Na kwa sababu Mungu wetu ni wa huruma na anatupenda sana, hakukosa kuwajibu maombi yao. Walikuwa wameambiwa watauawa. Baada ya siku 40 Mungu wetu akawaokoa. Nchi yetu